Ukweli mchungu ni huu: ukisoma IT kupata hela kunategemea zaidi ujuzi wako kuliko cheti peke yake. Ni kweli na wala sijakataa kabisa. Cheti ni muhimu sana. Diploma yako au degree yako ni muhimu sana, au elimu yako ambayo umeipata kwenye kozi hii ya IT ni muhimu, kwa sababu mfano labda nafasi zimetoka ajira poto, hapo utabidi uwe na cheti, mfano diploma au degree na kuendelea. Lakini kampuni nyingi za private huangalia zaidi unachoweza kufanya kwa vitendo kuliko cheti peke yake. Uwezo mzuri wa kuwasiliana na kufanya kazi kwenye timu. Ndio maana unakuta mtu ana elimu ya form 4 au form 6 peke yake, lakini taasisi wanaamua kumchukua kwa sababu kuna value au thamani anayoiongeza ndani ya taasisi, lakini mbeleni wanaenda kumuendeleza kitaaluma. Ndio baadaye sasa anaenda kuchukua diploma au degree na kuendelea. Kwa hiyo taasisi wanaamua kuchukua jukumu hilo baada ya kuona kuna thamani anayoiongeza ndani ya taasisi. Ishu ya mshahara. Mshahara hutegemea zaidi na vitu kama elimu, uzoefu, umeajiriwa wapi, au taasisi gani, kampuni gani ulioajiriwa. Tuangalie kwa makadirio. Kwa mhitimu mpya, mshahara wengi unachezea 500,000 hadi 1,100,000 na 500,000. Lakini mwenye uzoefu mshahara unachezea 1,100,000 na 500,000 hadi 300,000 na 500,000 kwa mwezi. Lakini mtaalam mwenye uzoefu mkubwa au nafasi za juu kabisa, huyu anaweza kulipwa zaidi ya 4,000,000 kwenda juu. Kuna wengine wanapokea hata 5,000,000, 6,000,000 au zaidi, kwa sababu huyu ni mtaalamu mwenye uzoefu mkubwa, lakini ana hold nafasi ya juu zaidi.